Kwanza kabisa tuna kila sababu ya kushukuru hii platform ya Sekafa Kagame Cup 2025 kufanyika Tanzania. Kipekee sana imewapa fursa wa Tanzania wengi kushuhudia hii michuano katika ardhi ya nyumbani. Kama unavyofahamu, zaidi ya mataifa 10 yalikuwepo hapa katika ardhi ya Tanzania kushiriki michuano hii ya Sekafa Kagame Cup. Kwa hiyo uwepo wetu pia sisi kama Times FM ni nafasi pekee na adhimu ambayo tulikuwa tunaitafuta ya kuwa official radio partner katika michuano kama hii, na ndio hivyo tumeipata na tumeitumia vyema. Kama unafahamu, tulikuwa tunatangaza michezo yote live kuanzia mchezo wa kwanza mpaka fainali, na hii ndio imetupa fursa ya sisi pia kuendelea kujitangaza kama redio pekee Tanzania ambayo inafanya michezo masaa 24. Kwa hiyo kipekee ni washukuru wa Tanzania kwa kutupokea upya. Tumekuja na mapinduzi, tumekuja na mabadiliko, lakini tumepokewa sana kwa sababu tumekuja kufanya sports pase. Kwa hiyo nasema tu Sekafa imekuja na neema, na hiyo tumeipokea. Tathmini yako kwa namna ulivyoona michuano ilivyoenda na ukuaji wa soka la Tanzania na mapokeo ya watu kwa michuano hii iko vipi? Hebu dia tathmini yako kwa namna ulivyoona mapokeo ya watu kwa michuano hii ikilinganishwa na ukuaji wa soka la Tanzania iko vipi? Yes, sasa hivi Tanzania katika Afrika Mashariki tunafahamika kama ni miongoni mwa nchi ambazo zinaongoza kwa kuwa na wachezaji wazuri, kulipa vizuri, kuwa na timu bora na zinafanya vizuri. Kama kigezo nikiwa ni katika michuano ya CAF, mnaona wenyewe wote mashuhuda kwamba timu zetu zile ambazo ni kubwa, Simba, Yanga, Azam, Singida, zimekuwa ndio timu ambazo zinaongoza kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa. Kwa hiyo hicho kipekee kinatufanya kuonyesha kwamba michuano yote inastahili kufanyika hapa Tanzania. Kwa hiyo na sisi tuna kila sababu ya kujivunia kuona mpira wetu unakuwa hivyo na sisi wenyewe kama Times FM, hizi ndio fursa zetu ambazo tunazitafuta za kutangaza mpira live, kutangaza EPL live. Kwa hiyo hatuna budi kusema kwamba mpira ukikua na sisi tunakuwa. Na namna ambavyo Singida wametoa ubingwa, yes, hii pia inaleta picha gani? Zaidi ya mataifa 10 lakini timu kutoka Tanzania na ni Singida United wameweza kuubeba ubingwa. Hii inatoa picha gani hasa ikilinganishwa tayari kumesha kwa kuna Giants ambao tayari kama walishajimegea kipande chao kwenye soka la Tanzania? Kipekee kwanza niwapongeze sana Singida. Niwapongeze Singida kwa kuendelea kuonyesha Tanzania tuna timu nyingi kubwa na zenye ubora na zenye kufanya kitu kikubwa sana. Kwa kilichotokea kwa Singida sasa, nadhani nchi nyingine zenye timu kama APR, Al Hilal zitaona kwamba kumbe Tanzania sio Simba na Yanga na Azam. Kuna timu nyingine ambazo zinaweza zikafanya maajabu kuchukua ubingwa mbele ya majiant kama Al Hilal, mbele ya majiant kama APR. Kwa hiyo ni nafasi ya kipekee sisi hapa ambao ni radio partners wa mashindano hii ya Kagame Sekafa kuwapongeza Times FM. Tunawapongeza Singida kwa kuchukua ubingwa huu na kutuendelea kuipeperusha bendera ya Tanzania katika mashindano haya ya kimataifa. Kukosekana kwa Yanga na Simba ambao wataja kama majiant kwenye mashindano haya kumepunguza kitu gani? Hakujaathiri kitu, japokuwa sisi wengi wa Tanzania ni mashabiki wa hizi timu zote, lakini kama unafahamu sasa hivi Tanzania kidogo wameibuka mashabiki wapya ambao wanafuatilia mpira wa miguu, sio wanapenda timu, wanafuatilia mpira. Kwa hiyo unaona kwamba tupo katikati hivi, kama ni 50-50 tumegawana. 50 ambao wanazipenda Simba na Yanga hawako tayari kwenda kushuhudia michuano kama hii, lakini kuna wengine ambao ni mashabiki wapya, wale ndio wamejitokeza kwa wingi sana kwenda kusupport hizi timu ambazo zilikuwepo.